Bana mtazamaji, ni kuhabarisha kuhusiana na taarifa ambako muonekano wa Tundu Antipas Lissu hii leo, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mahakamani, umezua gumzo mitandaoni. Wadau wafunguka, anafanya maigizo tu. Haya ni muonekano wa mwenyekiti taifa Tundu Antipas Lissu ambao umeshtua watu wengi sana, akifikishwa mahakamani tena hii leo, ambako Tundu Lissu Mei 25, 2026 ameibuka tena katika mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, akiwa katika muonekano ambao uliwashangaza baadhi ya wananchi na wafuasi wake baada ya kutimiza zaidi ya siku 350 akiwa gerezani kutokana na mashtaka mbalimbali yanayomkabili ikiwemo uhaini. Lissu ambaye alionekana akiwa amevalia mavazi meusi na miwani usoni, huku akiinua ngumi juu kama ishara ya msimamo wa kisiasa, alivutia hisia za wengi sana, na ni kutokana na mabadiliko makubwa ya muonekano wake wa kimwili, na hasa nywele zake ambazo zilionekana kuota kwa wingi sana, zikiwa zimekuwa ndefu na kusimama, tofauti na muonekano wake wa zamani ambao ulizoeleka akiwa na nywele fupi na nadhifu zaidi kabla ya kushikiliwa kwake. Mbali na nywele hizo kuonekana zimechanganyika kwa kiasi na mvi, pia uso wake ulionekana kuchoka, huku akiwa amepungua mwili ukilinganisha na alivyoonekana kabla ya kuanza kupitia mchakato wa kesi ambazo zinamkabili. Katika picha ambazo zimesambaa mitandaoni, Lissu alionekana akitembea chini ya ulinzi mkali sana wa askari magereza ambao walivalia sare nyeusi na bereti za kijani, huku akiwa bado anaonyesha hali ya kujiamini mbele ya wafuasi na wananchi waliokuwa eneo la mahakama. Baadhi ya wananchi waliofika mahakamani hapo walionekana kushangazwa na mabadiliko ya muonekano wake, huku wengine wakieleza kuwa licha ya muda mrefu aliokaa gerezani, bado ameendelea kuonyesha uthabiti kupitia ishara ya ngumi aliyoinua juu. Leo hii Lissu amerejea mahakamani kuomba kujumuishwa katika kesi ya madai yanayohusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali ndani ya Chadema kati ya Tanzania bara na visiwani Zanzibar. Hii ni mara ya pili kwa mwanasiasa huyo kufungua maombi hayo baada ya mahakama kuyatupilia mbali maombi yake ya awali kwa maelezo kuwa hayakuwasilisha hoja zilizoonyesha kuwa ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Said Issa Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa chama hicho kutoka visiwani Zanzibar, Ahmed Rashid Hamisi pamoja na Maulida Anakom. Shauri hilo linalohusu madai ya kuwepo kwa mgawanyo usio sawa wa rasilimali za chama kati ya upande wa Tanzania bara na Zanzibar, jambo ambalo limeendelea kuzua mjadala ndani ya nje ya chama hicho. Kuonekana kwa Lissu mahakamani hii leo kumekuwa gumzo kubwa sana katika mitandao ya kijamii, hasa kutokana na hali yake ya kimwili, muonekano wa nywele zake na uimara ambao aliuonyesha mbele ya umma licha ya muda mrefu aliokaa rumande. Wakili wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala amezungumza hii leo nje ya mahakama baada ya kesi ya Tundu Lissu kuhairishwa na kusogezwa mbele. Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imepanga kusikiliza maombi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ya kutaka kujumuishwa katika kesi ya mgawanyo usio sawa wa rasilimali kati ya Tanzania bara na visiwani Zanzibar itakapofika Juni 2 mwaka 2026. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama hiyo, wakili wa Lissu Rugemeleza Nshala amesema shauri hilo lilikuja kwa ajili ya kutajwa baada ya kupokea wito wa mahakama. Na katika nukuu anasema kesi ilikuja kwa ajili ya kutajwa baada ya kupokea wito wa mahakama. Jaji ametusikiliza na kisha kutoa maelezo kuwa tujibu maombi ndani ya siku 7.